السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba hakika wamefaulu waaminio ambao katika swala zao ni wanyenyekevu. Katika aya hizi za Qur'an tukufu, aya kwanza katika aya hii Mwenyezi Mungu kwa kusema kadhafalahal mu'minun amewabashiria waaminio kwamba wao watafaulu. Lakini hawa waaminio ni kina nani au ni waaminio wa aina gani? Sifa za hawa waaminio zimeelezwa katika aya zinazokuja baada ya hii. Wale wanaoishi kwa masharti ya aya hizi watafaulu. Miongoni wa masharti hizi au miongoni wa sifa hizi za waaminio ambazo maaminio wanatakiwa awe nazo, sifa ya kwanza iliyoelezwa katika aya hizi ni kwamba fi salatihim khashi'un, yani katika swala zao wale waaminio wanakuwa wanyenyekevu. Maana ya kawaida ya neno khasha inayofanywa ni hii kwamba katika swala wanalia, lakini neno hili lina maana chungu mzima, na madamu mtu anafuata maana hizi zote, mwaminio hawezi kuwa mwaminio haswa. Sawa na lugha, neno hili lina maana kama hivi. Ya kwanza ni kuonyesha unyenyekevu wa hali ya juu na kukinyaga nafsi na kufuata unyenyekevu na kufanya juhudi ya kujionyesha kwamba ni mdogo na kuinamisha macho na kupunguza sauti wakati wa kuzungumza. Basi angalieni neno hili moja limeeleza vizuri hali ya swala ya muaminio. Na yule mtu ambaye
anapata sifa hizi na anainama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata sifa hizi, na atakuwa na unyenyekevu wa hali ya juu, na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu atakinyaga nafsi yake, na vile vile sifa zingine zilizoelezwa atafuata zile sifa pia. Katika hali hii, ikiwa atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, vile vile yeye atazingatia kitu hiki pia, kwamba mimi pamoja na kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, nitatimiza haki ya viumbe vyake pia. Kisha swala hizi zitarekebisha mambo yake ya dunia. Kisha yeye sawa na maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwamba nyinyi muwe wabaya sawa na maoni ya watu, huenda nyinyi mtapata ukaribu na Mwenyezi Mungu katika hali hii. Na kwa kupata hali hii, mtu atatoka nje katika kibri ya nafsi yake, na hivi atarekebisha mambo yake ya dunia pia. Yeye kwa inamisha macho yake kwa sababu ya haya atakuwa na sifa hii wakati wa swala, tena si wakati wa swala tu, bali katika maisha yake ya kila siku pia atakuwa na sifa hii, na hivi atajiepusha na maovu mengi ya mazingira. Ikiwa yeye analazimika kupunguza swala yake wakati wa kusali, hivi atapata maana sahihi ya swala. Vile vile katika mambo yake ya kawaida pia hatapiga kelele, na yeye wala hatapigana na watu, atafanya juhudi ya kujiepusha na tabia hii. Basi mambo mengi ambayo yanapatikana katika maisha ya kila siku, mwamini kwa sababu ya swala yake yeye atafuta maovu haya na tabia mbaya hii. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba watafaulu watakaokuwa na sifa za aina hizi, watakaofuata sifa hizi. Tafsiri moja ya neno hili liliyofanywa ni wale waliofaulu, kama mimi nilifanya mwanzoni, lakini ufaulu huu ni pana sana. Namna gani ufaulu huu ulipatikana? Maana yake imeelezwa katika lugha hivi: ni kupatikana starehe na kupata bahati nzuri na kutimia kwa matamanio na kupata ulinzi na kuendelea na mema na kupata neema za maisha. Basi wale wanaofanya mema, angalieni namna gani wanapata faida. Hasusan wale wanafanya mema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, au namna gani Mwenyezi Mungu anawapatia fadhila zake wale wanafanya mema. Hayo yote ni nje ya makadirio ya manadamu, na kwa ajili ya kupata fadhila hizi mwamini anatakiwa achukue hatua ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Ni hii kwamba aonyeshe unyenyekevu katika swala zake. Kwa ajili ya kupata hali hii mtu anatakiwa afanye ibada. Baadhi wakati watu wa dunia pia wanaonyesha unyenyekevu, hata kama ni swali la unyenyekevu tu. Katika hali hii watu wa dunia baadhi wakati kwa sababu ya mambo madogo madogo wanaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu, kwamba kwa kuona hali yao mtu anashangaa, hasusan wakati wanapokuwa na masilahi yao ya dunia, na katika hali hii wanakuwa tayari kudhalilika.
au kwa muda mfupi wanaonyesha imani kwa kuona hali ya watu hawa. Mtu anawarehemu na mtu anakuwa na hali ya aina fulani kwa sababu ya hali yao, lakini hayo yote inakuwa kwa ajili ya masilahi ya dunia, au inakuwa kwa ajili ya kuonyesha dunia, au inakuwa kwa sababu ya jazba ya muda mfupi. Hii hali haipatikani kwa sababu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Yule anayetaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kuwa na tabia ya kuonyesha wengine kuhusu hali ya watu wanaonyesha unyenyekevu kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, au wanakuwa na tabia hii ya unyenyekevu kwa muda. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema kwamba mimi mwenyewe nimeshuhudia watu wengi wanakuwa na tabia ya kuombaomba, vile vile watu wengine ambao kwa kusikia shairi ya huzuni au kwa kuona tukio la huzuni au kwa kusikia historia ya huzuni wanaanza kulia sana na machozi yanatoka katika macho yao. Hata mvua haupatikani katika mawingu, kama mvua unapatikana mara moja usiku na watu hawapati nafasi ya kuchukua godoro na vitu vyao, yani wao wanalia zaidi kuliko mvua ya aina hii. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba mara chungu mzima watu wa aina hii wanakuwa wadanganyifu na wanazingatia masilahi ya dunia. Hata wengine nimewapata ni watu ambao hawana imani kiasi hiki kwamba kwa kuona hali yao ya kulia na kuonyesha unyenyekevu, mimi sipendi kwamba nilie katika hafla au mbele ya watu. Hazur anasema basi watu wa aina hii pia wanapatikana ambao kwa kuona nadhara au mandhari fulani wanaanza kulia na wanatoa machozi, lakini hii inakuwa kwa muda, na hali hii haipatikani ikiwa mtu haoni masilahi ya dunia. Yani yeye akiona kwamba hakuna faida ya dunia au masilahi ya dunia, yeye hawezi kuwa na hali hii. Lakini wakati mtu anapokuwa na masilahi ya dunia anakuwa na hali hii, lakini ikiwa hana masilahi ya dunia, yeye anadhulumu au anafanya vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu havipendi, na swala zao na ibada yao inakuwa kwa ajili ya kuonyesha watu wengine. Ikiwa hali hii inapatikana, wao hawawezi kuhisabiwa pamoja na kadhafla almu'minuna. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba halifa wa kwanza alikuwa akieleza tukio la mzee mmoja kwamba yeye kwa miaka mingi aliswali swala miskitini ili watu wamsifu, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mema wake wa zamani, Mwenyezi Mungu alitia mioyoni mwa watu kwamba watu wote walikuwa wakimuita mnafiki. Yeye alikuwa na hamu kwamba watu wamsifu, lakini badala yake watu walikuwa wakimuita mnafiki. Hata siku moja yeye akaona kwamba nimeishi miaka mingi, lakini hakuna mtu mmoja ambaye aliniita mwema. Ningemwabudu Mwenyezi Mungu angeniita mwema. Kwa kupata wazo hili akaenda msituni kule, akalia sana na akafanya maombi na akatubu na akaahidi na akasema kwamba Mola wangu, mimi nitafanya ibada kwa ajili ya ridha yako. Na yeye aliporudi kutoka msituni, Mwenyezi Mungu alitia mioyoni mwa watu kwamba huyu mtu ni mwema sana, lakini haijulikani kwa nini watu wanamfedhehesha na wanamdhalilisha. Watoto na wazee kila mmoja akaanza kumsifu. Huyo mzee akamshukuru Mwenyezi Mungu
na akasema, mola, nimeswali sala siku moja tu kwa ajili ya ridhaa yako, na matokeo yake ni kwamba watu wakaanza kunisifu mimi. Hazur anasema, sasa angalieni yule mzee alipojuta na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu alipoanza kusali na kufanya ibada. Katika hali hii Mwenyezi Mungu pia aliridhika, kwa sababu alianza kufanya ibada haswa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na yeye alikuwa hana hamu kwamba watu wamsifu. Na kutokuwa na hali hii, watu wakaanza kumsifu. Na zamani alikuwa na hamu lakini hakufaulu, yani watu hakumsifu. Lakini wakati alikuwa hana hamu, watu wakaanza kumsifu. Na vile vile tunajua kutoka katika tukio hili kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuheshimu mema wa zamani anafanya mpango wa kurekebisha hali ya mtu. Yani katika tukio hili lilielezwa kwamba Mungu kwa sababu ya mema wake wa zamani alipata sifa kutoka kwa watu, yani watu walikuwa wakimuita mnafiki, lakini kuitwa mnafiki ilimsababisha arekebishe hali yake. Tena si hii tu kwamba alipata sifa, bali Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mema wake wa zamani, Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa aina hii kwamba ibada yake ikawa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu alitaka kurekebisha hali yake. Na kwa sababu ya kuitwa kwa watu munafiki, yeye akarekebisha hali yake. Na Mungu alitia mioyoni mwa watu kwamba huyu mtu ni mnafiki, kwa sababu wakati ule Mungu alikuwa hataki kwamba watu wamsifu. Na kwa sababu ya hii yeye awe na kibri na majivuno, na yeye aendelee kuzama katika dhambi zaidi. Mwenyezi Mungu alitaka kurekebisha hali yake kwa sababu ya mema wake wa zamani. Ndio maana Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kurekebisha hali yake, na hivyo ndivyo aliingia pamoja na wale wanaopata ufaulu. Basi baadhi wakati mtu aliyefanya mwema zamani, hata kama baadaye anafanya madhambi na makosa, lakini mema wake wa zamani unamsalimisha katika mwisho wake mbaya, unamkoa katika mwisho mbaya, na anakuwa pamoja na wale wanaofaulu. Na hii inaweza kuwa kwa sababu ya rehema ya Mwenyezi Mungu tu, lakini Mwenyezi Mungu ametoa dhamana ya kweli kweli kwa ajili ya wale waaminio ambao wanafanya juhudi ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu. Sharti yake ya kwanza ni kwamba mtu awe na mnyenyekevu katika swala zake, na swala zake ziwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza madhumuni hii ameeleza hali yake hii ya mwaminio, amefananisha na hali mbalimbali ya uumbaji wa manadamu. Mimi nitaeleza hali moja tu kuhusiana na allazina hum fi salatihim khashi'un. Hii inaeleza waziwazi kwamba ibada haiwezi kuwa ibada, wala mwema hawezi kuwa mwema mpaka mtu anajiunganisha na rehema ya Mwenyezi Mungu, anaungana na rehema ya Mwenyezi Mungu na anafanya juhudi ya kupata rehema yake. Mpaka anaona kwamba ikiwa anafanya ibada ya Mwenyezi Mungu, hii ni fadhila zake. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema daraja ya kwanza ya kupata hali ya kiroho kwa ajili ya mwaminio ni hali ya kulia
katika swala na katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, yani unyenyekevu na kulia na kuwa na mapenzi na awe na hali ya haufu, kisha ainame mbele ya Mwenyezi Mungu kama iliyoelezwa katika aya hii isemayo kad aflal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, yani hakika wamefaulu waaminio ambao katika swala zao ni wanyenyekevu, na vile vile katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu wanakuwa wanyenyekevu, wanalia sana na kwa shauku wa moyo wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Basi yule ambaye analia katika swala wakati wowote akimkumbuka Mwenyezi Mungu anakuwa na hali hii, yani analia na anakuwa na hali ile ile anayokuwa katika swala. Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema katika kila ibada ya Mwenyezi Mungu waaminio wanaonyesha unyenyekevu. Wakati mtu anatembea na anamkumbuka Mwenyezi Mungu, katika hali hii pia anakuwa mnyenyekevu. Wakati anapomkumbuka Mungu katika hali hii, kila kitendo chake hata kiwe kuhusiana na maisha ya kila siku, kile kitendo kinafanywa kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kwa kufuata amri zake, na kila kitendo kile kinamkumbusha kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema wale watu ambao wanasoma Qur'an tukufu kwa makini waelewe waziwazi kwamba swala kwa ajili ya mwili wa kiroho ni nutfa, na maumbile yote ya mwili wa kiroho yanapatikana ndani ya hii. Kama tone la nutfa kwa kuingia katika tumbo la uzazi unapata sura ya mtoto, vile vile unyenyekevu unasaidia mtu kwamba anapata maendeleo katika maisha ya kiroho mpaka anakamilika katika maisha haya. Kisha anasema kwamba nutfa hii inakuwa kwenye hatari mpaka aingie katika tumbo la uzazi, yani kuna hatari kwamba tone hili litaharibika mpaka linaingia katika tumbo la uzazi. Amesema kwamba hivyo ndivyo hali ya unyenyekevu hauwezi kuwa nje ya hatari mpaka mtu aungane na Mwenyezi Mungu. Ikumbuke kwamba ikiwa fadhila za Mwenyezi Mungu inapatikana bila kitendo chochote, inakuwa sawa na sifa ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Kama aliumba mbingu na ardhi na vile vile aliumba mwanadamu, hii yote ilikuwa sawa na sifa yake ya Rahman. Lakini ikiwa fadhila inapatikana kwa sababu ya ibada au juhudi, basi inakuwa chini ya sifa yake ya Rahim. Amesema Sayyidina alayhi salam kwamba wakati hii ndiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanadamu, basi wakati wanadamu katika sala na katika kumbukumbu la Mwenyezi Mungu anakuwa mnyenyekevu, ndipo anafanya juhudi ili ipate rehema ya Mwenyezi Mungu.
kwa hivyo katika begu na hali ya kwanza ya kiroho tofauti ni hii kwamba begu inahitaji tumbo la uzazi, na katika daraja ya kiroho, daraja kwanza ya kiroho, mtu anataka rehema ya Mwenyezi Mungu. Na kama hii inaweza kwamba begu iharibike kabla ya kuingia katika uzazi, tumbo la uzazi, vile vile kwa ajili ya daraja hii ya kwanza ya unyenyekevu ni hatari kwamba mtu kabla ya kujenga uhusiano na rafiki na Mwenyezi Mungu apotee na aharibike. Kama watu wengi katika swala zao wanalia mwanzoni, na katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanafanya vitendo vya aina mbalimbali na wanaonyesha mapenzi yao ya aina mbalimbali, lakini hawajengi uhusiano na Mwenyezi Mungu. Hata wanafanya vitendo hivi vyote, lakini hawajengi urafiki na Mwenyezi Mungu baada ya kufanya vitendo hivi, wala hawavutiki kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii, kulia kwao na unyenyekevu wao inaenda bure, na hatimaye mtu anatelezeka, hata anakuwa mbaya zaidi kuliko hali yake ya zamani. Hazur anasema wale wanaoretadi baada ya kufanya bayat, hali yao inakuwa ya aina hii. Wakati wa Sayyidina Alayhi salatu wasallam alikuwepo wengine kama Dr. Abdul Hakim aliretadi, yeye alifanya bayat, lakini baadaye aliporetadi akaenda mbali na dini. Sayyidina Alayhi salam anasema kwamba katika hali hii ya kimwili na kiroho kuna inafanana. Ikiwa begu haipati msaada kutoka kwa tumbo la uzazi, yeye inapotea. Hivyo ndivyo ni hali ya unyenyekevu, yani ikiwa yeye hapati msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kulia kwake na unyenyekevu wake haufai hata kidogo. Pengine itakuwa kulia tu, kama watu wengine wanasema tulilia sana lakini maombi yetu hayakupokelewa. Katika hali hii mtu anatakiwa azingatie, je, anatimiza majukumu mengine au la. Sayyidina Alayhi salatu wasalam anasema kwamba mtakuta watu wengi ambao katika maisha yao, katika swala zao walikuwa wakipata ladha na walikuwa wakilia sana, lakini baadaye walikamatwa na laana ya aina hii kwamba wakaangukia dunia na wakakosa ile hali walikuwa wanayo. Hii ni hali ya hofu sana. Yani mara chungu mzima unyenyekevu kabla ya kujenga uhusiano wake na Rahim, rehema ya Mwenyezi Mungu inapotea na hivi inaenda bure. Basi mtu yeyote hawezi kudai kwamba ibada zake imeshapata hali ya juu ya unyenyekevu. Hazuru anasema khushu, kama nilioeleza mwanzoni, ina matawi mengi sana. Matawi haya yote na maana hizi zote za khushu zinapofuatwa kisawasawa, ndipo rehema ya Mwenyezi Mungu inapatikana. Mfano aliotoa Sayyidina Alayhi salatu wassalam, katika mfano ule amesema mwanadamu hajui kwamba wakati gani rehema ya Mwenyezi Mungu itapatikana na atapata matunda yake. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya juhudi endeleayo. Kama katika hali ya kidhahiri haijulikani kwamba begu itapata uzazi wakati gani, kama baadhi wakati begu inapoingia katika tumbo la uzazi, lakini baadhi wakati begu inapotea. Hivyo ndivyo manadamu hali yake ni ya aina hii. Hazuru anasema kwamba simu inalia, yeyote anakuja msikitini anatakiwa
azime simu yake. Hazur anasema na nilikuwa naendelea kwamba kama begu baadhi wakati baada ya kuingia katika tumbo la uzazi inapotea au inaenda bure, hivyo ndivyo baadhi wakati matunda yanapatikana, lakini kwa sababu ya kibri hali inakuwa hatarini. Kama mtu kwa kutokufuata manabii wa Mwenyezi Mungu anakuwa na kibri, na hivi wanakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na wanaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu madamu wanakuwa karibu na waja wa Mwenyezi Mungu, mitume wa Mwenyezi Mungu. Na wakati wote wakiacha uhusiano huu wanaanguka katika shimo la upotevu. Basi kila wakati mtu anatakiwa zingatie hofu ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu aendelee kufanya juhudi, na mtu anatakiwa aendelee kuomba fadhila za Mwenyezi Mungu. Mtu anatakiwa afanye juhudi sana ili ajenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Ikiwa mambo yake kadhaa yamepokelewa au mtu ameona ndoto zilizotimia kadhaa, mtu hatakiwi afurahi kwa sababu ya hii. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba ikiwa ombi lenu au maombi kadhaa yamepokelewa, umeona ndoto kadhaa zilizotimia, hali hii itawaingizeni katika wale wanaopata ufaulu. Wale wanaopata ukaribu na urafiki wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaopata hali ya juu ya unyenyekevu, na pamoja na hali hii wanajiepusha na ufedhuli, na wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wanalinda heshima zao, na wanatimiza ahadi zao, na wanatimiza haki ya ibada zao, na wanatimiza haki za swala zao, na wanalinda swala zao. Kwa kuwa na hali yao hii yote wanasema, Mola wetu utusitiri katika shuka lako la fadhila, kwa sababu bila hii si kitu chochote. Basi ni fadhila za Mwenyezi Mungu tu ambayo mtu akifanya juhudi kwa ajili ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa fadhila zake juhudi yake inakubaliwa. Juhudi yake ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu akiendelea kufanya hivi, ndipo fadhila za Mwenyezi Mungu zinapatikana, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mtu anakubaliwa na Mungu, na mwisho wake unakuwa mzuri. Basi mwaminie mkweli anatakiwa azingatie nukta hii vizuri. Bila shaka Mwenyezi Mungu amesema kwamba waaminio wamefaulu wanafanya kazi hizi, lakini kwa ajili ya kupata ufaulu huu katika maisha mzima na fadhila zote zinazopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtu asione kwamba fadhila hizi zimepatikana kwa sababu ya juhudi yake, bali baada ya kupata kila maendeleo aseme kwamba mimi sikufanya kitu chochote, bali hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana, basi ataendelea kupata maendeleo ya kiroho. Pengine hali yake ni sawa na begu ile ambayo inaingia katika tumbo la uzazi, lakini baada ya wiki kadhaa inapotea, inaenda bure. Vile vile vitendo vyetu pia kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, isije kwa sababu ya vitendo vyetu vibaya fadhila hii ipotee kwetu. Basi kama nilivyosema kwamba tunatakiwa tuendelee kuzingatia mwisho wetu, ili kwa fadhila yake, kwa kupata rehema yake kutoka katika kila kitendo, mtoto azaliwe ambaye amekamilika. Sisi tuhesabiwe pamoja na wale watu ambao wanapata maendeleo, na pamoja na maendeleo unyenyekevu wao pia unaendelea kuongezeka. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye
swala zake zilikuwa za hali ya juu, yeye ikiwa anasema kwamba mimi pia nitaingia peponi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika hali hii namna gani kitendo cha mtu mwingine kinamweza kumuingiza peponi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa dhamana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba amesamehewa na alikuja kwa ajili ya kuiongoza dunia. Yeye pia anaongeza unyenyekevu wake kiasi hiki kwamba katika nafali yeye hajui kwamba miguu wake imewimba. Kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, mtu anatakiwa aendelee kuwa mnyenyekevu na aendelee kufanya juhudi. Kwa ajili ya kila mwaminio ni lazima kwamba anapoanza swala na anapomaliza tofauti ipatikane. Ikiwa kabla ya kuanza swala ikiwa alikuwa na kibri au majivuno, anapomaliza swala yake basi anatakiwa asiwe na hali hii, bali moyo wake uwe umetakasika na umekuwa safi. vile vile ni mambo mengine, kila ibada inatakiwa ifanywe hivi. Katika mambo ya kila siku anatakiwa awatendee vizuri watu kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa unyenyekevu. Basi mambo haya yote yanatakiwa yatuingize katika unyenyekevu ili tuendelee kupata matunda ya rehema ya Mwenyezi Mungu kila siku kwa kugundua makosa yetu, tuwezeshe tuzidi katika mema, na Mwenyezi Mungu atufanyie tuendelee kufanya istighfar. Kila mema wetu ikiwa ni mema kwa Mwenyezi Mungu, basi mema ule utupatie fadhila za Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu aingie pamoja na wale ambao wamefaulu na ni wale ambao watapata ufaulu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.